unaondoka kimya kimya. Hutaki nikusindikize? Usijali kuhusu hilo mwanangu. Mimi sasa hivi nipo kwenye hatari. Ninachoangalia sasa hivi ni usalama wako tu. Hakikisha unakuwa makini huko mtaani mama. Si unajua ndio kitu pekee ambacho nakijali na nilichonacho kwenye haya maisha. Mama, baada ya kukuamini nimeamua kukubaliana na ule mpango wako wa wewe kunisaidia kurudiana na Ibugu. Kwa sababu nimegundua ni mwanaume ambaye siwezi kumsahau kabisa kwenye maisha haya. Yaani siwezi, nimeshindwa. Nimejaribu kila njia nimsahau. Na vitimbu vyote anavyonifanyia lakini siwezi, nimeshindwa. Baada ya kuhakikisha anakuwa salama, hatua inayofuata nahitaji awe mume wangu, awe wa kwangu. Kwa hiyo nimekubaliana na ule mpango wako kunisaidia. Asante mwanangu. Na hata na mimi nipo kwenye mchakato huo wa kumalizia. Bado nipo kwenye hatua moja tu ili mpango wetu ukamilike. Ingawa ulikuwa bado hujanijibu kama umekubali au la, lakini mimi kama mama nilikuwa bado nalifanyia kazi. Kwa sababu nimebakisha hatua moja tu, mambo yaende sawa. Mimi ni mama, niliamua kuanza maisha yangu upya kwa ajili ya kumsaidia mwanangu. Ingawa ulikuwa unaonesha ukimya, lakini mimi sikukaa kimya. Bado nilikuwa nalifanyia kazi. Mimi nitahakikisha unafanikiwa. Sasa kwa kuwa umenijibu mwenyewe kwa hiari yako, ndio nahitaji ushirikiano wako. Unahitaji support gani kutoka kwangu mama? Inatakiwa ifungwe ndoa haraka na Ibugwa. Ingawa yeye hataki. Nafungaje ndoa na mtu ambaye ananichukia? Hataki hata kunena. Yaani kwanza akiniona tu ndio ugomvi unapoanzia mama. Hata kama anakuchukia kiasi gani, lakini inatakiwa iwe hivyo. Kwa sababu tendo la ndoa baada ya kufunga ndoa ndio dawa ya kurudisha moyo wake. Yaani hiyo ndio hatua ya mwisho. Baada ya kumalizika wewe ndio utakuwa umepata moyo wake. Tutamteka na kwenda kumfungia sehemu. Huko itafungwa ndoa hataki asitake. Na hapo utakutana naye kimwili kwa lazima. Kwa sababu yeye atakuwa amefungwa kamba. Baada ya hapo utakuwa umemaliza zoezi lako na utakuwa umempata mume wako. Mimi nipo tayari kufanya chochote kuhakikisha jambo langu linakaa sawa. Nakupenda mama. Nakupenda pia mwanangu. Kitu usichokijua, yani sikupende na sitakuja kukupenda. Yani ndo naenda kukumaliza mwanangu na sasa hivi sikosei. Yani Esther nitafuta nini mimi? Kwa nini watu wapo hivi jamani? Binti yangu, mbona una alama peke yako? Kuna nini? We mzee, haya nakuhusu nini? Au umeambiwa uchangie mada hapa? Mbona kurupukea mambo ambayo yakuhusu? Mimi sikurupuki. Lakini naona kama vile unataka kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Shida nini? Ni nani hapo ambaye ana hatia? Sasa huyu binti wa watu huyu Esther, mbona ni binti mzuri tu, hana matatizo yoyote. Kwa nini unataka kufanya vitu ambavyo sivyo? Wewe ndio unamwona binti mzuri, msichana mzuri tu ambaye ana hatia. Umenielewa? Lakini kwangu mimi ana hatia. Yaani mtu akishaangalia mambo ya mtu mwingine ambayo hayamhusu, tayari ni ana hatia. Kwa hiyo na mzee naomba usiniingilie. Usiingilie maamuzi yangu. Kwanza wewe mwenyewe una wema gani hapo? Au unajisahau kwamba na wenyewe ndio wale wale? Wewe mwenyewe mzuri. Wewe mwenyewe mbaya tu. Unaambia mimi mbaya, wewe mzuri? Hata mwenyewe mbaya. Alafu kwa nini unafanya vitu ambavyo sivyo? Kwa nini uwe watu ambao hawana hatia? Alafu mimi nikae tu nafurahia? Sawa, mimi sijakataa kama mimi mbaya. Ndio mimi mbaya, hata najua nitakuja kufa kifo kibaya sana. Lakini nakuhakikishia, nikiwa nakufa kifo changu, nitahakikisha watu wote wabaya wanaomzunguka mume wangu nimepita nao, na wewe ukiwemo. Kwa sababu mimi na wewe wote ni kafara uchawi huu. Kwa hiyo usijisahau. Maana naona sasa hivi unakaa mdomo sana. Asa hiyo adhabu niliyokupa naona ikufai. Subiri nikate na iko kiulimi chako. Alafu nikuonyeshe ubaya wako ulipozidi. Mlinishawishi kuchukua uchawi bila kuniambia madhara yake. Hatimaye nilipofika kule nikakuta madhara makubwa sana. Kwamba mimi sitozaa kwa sababu kuweka uchawi tumboni. Unafikiri ni jambo zuri? Ni jambo zuri! Alafu unajiona mstaarabu. Umekuwa mtukufu lini wewe?
Asa hata nikikaa na mume wangu Ebugwa, tutatengeneza nini baadaye? Ebugwa aliongea mbele yenu, hakuna kitu bila sadaka. Nyinyi mlijibu nini? Mlinidanganya eti Afu mnataka niwe mzuri. Siwezi kuwa mzuri, mshenzi wewe. Mimi sivutiwi na wanaoyafanya. Upende usipende, ndio hivyo hivyo. Mpigie simu mwanao, mwambie mke wake nipo nyumbani na nimemisi. Ole wako nirudi nisimkute. Na haya ninayoenda kufanya utakiwi kuingilia. Mzee, shona huo mdomo wako. Habari. Habari. Sara ndo jina ambalo huaga napendeleaga watu wanite. Sala wa Salato au Sala wa Ibrahim? Sio wa Salato wala wa Ibrahim. Ni Sala tu lenyewe linajitegemea. Wewe unaonekana mkarimu na muungwana, kwa sababu una tabia za Ibrahim, kusalimia watu. Ni wajibu wangu kumsogelea kila mtu na kumsalimia pale ambapo ninapoona huyo mtu ana changamoto. Vipi, una shida gani? Mimi nina shida nyingi sana. Unaweza ukanitajia zote pia nikakusaidia. Mimi nakwambia shida yangu moja tu. Mimi na shida na milioni 12. Subiri nikukumbushe kitu kimoja. Mficha maradhi kifo umuumbua. Niambie iko ambacho uchokopo nacho. Naweza nikakusaidia, unajua. Sara. Hiyo kauli sio ya kweli. Kwa sababu wagonjwa walioko Muhimbili wengi wamefichwa maradhi yao na wanakufa. Tena wanakufa. Kwa mimi naona kama huo msemo alotunga alikosea. Wewe acha kuniumbesha. Kwenye milioni 12 hapo na robo tena nimeongeza kidogo. Tujadili hapo, nisaidie. Pia naomba nikukumbushe kitu kingine. Kuna wale ambao waloficha maradhi muda mrefu sana wakaogopa kusema, kuogopa aibu. Mwisho wa siku wakapoteza maisha na madhara makubwa au yakatokea katika familia yao. Ila pia kuna wale ambao waliwahi kusema matatizo yao mapema sana na yakasaidika na mambo yao yakaenda vizuri sana. Kwa naomba nikukumbushe tena. Niambie nini kinachokusumbua nikusaidie. Wewe bora ingelikuwa tunazungumzia Sala wa Ibrahim. Kwa sababu huko zamani watu walikuwa na imani za kweli. Lakini sasa hivi kila mtu unayemwona anapita unaweza ukafikiri ni AI. Kweli tena. Mtu anaweza kuja kama binadamu, kumbe people. Likawa tatizo. Mimi kama unashindwa kunisaidia milioni 10, usiniambie habari ya maradhi. Mimi nipo nganga ngunguli. Yaani mimi hapo unaponiona yani. Umeelewa? Samani. Utakapopata tatizo lolote usite kuniambia, nitakusaidia kwa wakati wote. Labda ungekuwa Sala wa Ibrahim nimekwambia. Wewe ni Sala wa karine hii ya 20 ngapi? 20 ngapi? 21. Hakuna Sala wa 21 karine akawa mzuri. Hamna kwenye dunia hii. Hamna. Watu sasa hivi ni wabadi. Sikiliza. Nenda Muhimbili kasaidia, wako wengi wanahitaji msaada wako. Kawaambie mnataka nini tuwasaidie? Kuna watu wanahitaji milioni 200 waende India. Mimi hapa sihitaji kitu chochote. Sihitaji kitu chochote. Sasa hivi kwema kabisa. Habari za huko kutoka? Mungu anasaidia. Pia hongera sana. Naona unawalea watoto wako kwa juhudi kubwa. Bila shaka sasa hivi ashakwenda shule. Ni wajibu wangu kama mwanaume katika ulimwengu. Mungu akishakupatia zawadi ya watoto, ni lazima uwajibike kuhakikisha kwamba watoto unawatengenezea mazingira bora au maisha bora ya kesho. Leo ni wajibu wangu kufanya. Ni vizuri, maana ni mwanaume mmoja sana anayejua majukumu yake. Ila akijanileta iko kitu kilichonileta, kuna nyumba nzuri sana ni ya kifahari, unatakiwa imiliki wewe. Nyumba nzuri ya kifahari ni imiliki mimi? Mimi? Ndiyo. Oh, asante Mungu. Mimi nawezaje kumiliki nyumba nzuri kwa mazingira na hadhi nilizonayo?
Hebu nitazame vizuri mara 2 mara 3. Au umekosea? Hapana, usijijaji kwa muonekano. Mungu ana makusudi yake. Kwa hiyo inabidi usubiri tu matokeo. Ni kweli. Usipostaajabu ya Musa utaona sawa. Mimi naweza nikapata nyumba ya kifahari bila kutoka jasho. Sijafanya kazi. Inawezekana vipi? Hamna, kazi mbona ipo? Lazima ufanye kazi ndio umiliki. Lakini kazi yenyewe ni ndogo sana. Yaani haitoi jasho sana. Kwa hiyo subiri simu au ujumbe wote utakaokufikia kuhusu kazi. Lakini kama kutakuwa kuna maumivu, utabidi uvumilie. Kweli. Sasa, bwana ananiacha njia panda. Kazi gani? Hebu nini? Nini tena? Niangalie usoni. Sioni mwanangu. Sioni macho. Kwa nini uone? Kuna changamoto nimeipata hapa. Muda sio mrefu. Kwa sioni. Lakini usijali, nitakaa sawa. Kama utakaa sawa basi. Nitakaa sawa. Baba, mimi nimeisha mwanao. Yaani nimekufa kizembe. Yaani baba, nimekufa kizembe. Ebugwa, unaanzaje kufa? Baba, mimi nimekutana na mchawi. Baba, mchawi kanilisha kitu. Kafanya kunidokoa tu papu, kanilisha kitu. Mimi sijaamini kabisa kwamba mwanaume yule jasiri, strong, anayeweza kujisimamia, anaweza akalishwa kizembe uchawi. Yaani baba, nakufa kizembe. Kizembe. Ebu, siwezi kuruhusu ufe kizembe mwanangu. Baba, unanitegemea kidume chako, lakini kidume ndio nisha kuangusha. Yaani bendera baba nishaiweka chini, bendera ya nchi baba nishaiweka chini. Haiwezekani mimi nife kizembe. Mimi ni mwanaume gani? Mimi ni mwanaume wa mchongo au? Yaani nakufaje kizembe hivi? Sasa unanasema siwezi kufa. Antidote unayo? Sina. Usilie mwanangu. Sasa naomba nikupe usia wangu. Sawa? Nashukuru Mungu kunipa nafasi ya kukumbuka usia. Nashukuru Mungu. Mimi naomba uchukue suruali yangu ya kijivu na ile t-shirt yangu ile ya rangi ya udongo. Peleka kituo cha watoto yatima. Sasa Ebugwa, hiyo suruali itawatosha watoto wewe? Suruali hizo watosha watoto. Hamna yatima mkubwa. Hamna yatima mrefu. Basi peleka kwa wajane. Sasa wajane wanavaga suruali mwanangu? Okay. Sikia, ngoja nikatafute nyama robo. Alafu nije nichome. Nile nife nikiwa nimemaliza hela yangu. Manake nimebakiza na 2500 tu. Usiseme hivyo. Kwa hiyo nakuja muda si mrefu. Ila tu tegemea kwamba mwanao una. Ebugwa mwanangu, usife kizembe. Kufa kizembe ni dhambi mwanangu. Hivi mume wangu, yaani ile ndio sababu ya kutokwenda kazini? Kwa sababu ya kusimama kumsubiria mtu ambaye anazungumza maneno ambayo haeleweki, alafu ni mwanamke? Ndio. Si jambo rahisi kiasi hicho unavyofikiri. Kuamka asubuhi na jiandaa kwenda kazini, unakutana ujumbe kama ule. Maneno mazito, magumu, yaliyoumiza na kugusa hisia za moyo wako. Unadhani nguvu za kwenda kazini utazipata wapi? Maneno gani ambayo ulikuwa unakuzungumzia? Ameniweka njia panda sana. Mimi anasema nitapata nyumba ya kifahari. Sielewi. Yaani hata ile hamasa na ile Mungu anataka kwenda kazini tena imeisha. Na hapa na mpango wiki nzima amna kwenda kazini. Nini? Wewe sijua. Pengine ningekewa. Mungu anataka tutumuke. Tunakula nini hapo nyumbani? Si muujiza.
Hata Mungu mwenyewe ameandika asiyefanya kazi na asifanye nini? Na hasira. Hakuna muujiza ambao unakuja umedondoka hata unaupokea. Baba katafute pesa. Mimi sitaki kusikia hizo habari zako hapa. Yule sio mtu kwanza. Nikwambie. Yule sio mtu kabisa. Sio mtu. Unahisi ni kiumbe cha ajabu, si ndio? Ndio nakwambia yule sio mtu. Mwaka mzima hapa siendi kazi. Nini? Kama ni kiumbe cha ajabu, kitaleta chakula. Hivi wewe unaongea kabisa unamaanisha? 100%. Kiumbe cha ajabu kija kwenye nyumba yako, maisha basi. Kila kitu tayari. Watoto watasoma, mimi mwenyewe nitakuwa na maisha na magari nitapewa hapa. Nyumba itakuwa tamka na notice zimejaa ndani humu. Wewe mwenyewe umesema kiumbe cha ajabu. Unajua duniani Mungu anaweza akatumia njia mbalimbali kutengenezea maisha. Kwa unaweza tukashangaa tukatoboa. Atoboa? Yaani nakuhakikishia mume wangu, huyo sio mtu na kitu kitakuja kufanyika. Sijui uone. Oya. Vipi naona una haraka mwenzetu? Ndio. Ndio na haraka. Safari ya wapi? Naenda kwa Angel mara moja. Sawa, naona umekabidhiwa nyumba. Naona na mkataba mwenzangu. Ndio. Bila shaka naona ujumbe kwako umeupata. Ndio nimeupata. Asa unajua nini kitakutokea? Naomba unisamee, sisi ni binadamu tu. Hizi ni tamaa ndogo ndogo ndio zinatuponza. Naomba unisamee ndugu yangu. Wewe ni mshenzi kama washenzi wengine. Yaani wewe na mwizi, mchawi, shetani, yaani wote ni kitu kimoja. Asa unategemea nani atakuonea huruma ukiwa na roho mbaya? Hujali hata watoto wako, yaani hujali chochote. Maana yake ukuniamini. Ukinisamee, nitakuheshimu sana, nitakupenda, nitakuwa kama moja ya familia yangu. Kumbuka na watoto na familia nyuma inanitegemea. Sasa naomba unisaidie, naomba unisamee. Kama unataka msamaha wangu, basi tucheze kamari. Niko tayari kucheza kamari yote ambayo utakaonipatia. Sawa. Kutoka hapa mpaka kwenda kwa Angel ni mita 5,000. Na mimi kutoka hapa mpaka kwangu ni mita 3,000. Wewe nenda kwa Angel. Nirudishie hati yake. Kama ukifanikiwa kumkuta Angel yuko hai na akapokea mali yake, basi mimi nitakusamehe. Kwa sababu utakuwa sio mzulumati. Lakini kama ukifika ukimkuta amekufa, maana yake mali yake hawezi kuipata. Kwa hiyo wewe utakuwa mzulumati. Hapo lazima nikuue. Asa kamari yetu iko hapa. Wewe tembea mpaka kwa Angel, mimi natembea mpaka nyumbani. Situmii uchawi kufika nyumbani. Nitatembea tu, ila ukikimbia na mimi nitakimbia. Ukitembea na mimi nitatembea. Kama ukiniwahi kufika kwa Angel kabla mimi sijafika nyumbani, maana yake utamkuta Angel ni mzima na utafaulu zoezi lako. Lakini kama mimi nikifika nyumbani na wewe hujafika kwa Angel, jua nikifika tu nyumbani Angel lazima afe. Na hapo utakuwa umekwama. Na ukiona umekwama, basi jua wewe ndo marehemu unayefuata. Sasa zoezi lianze.